بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulielezea jana wakati wa kuchinja udhiya. Tukaelezea kwamba wakati huo ni baada ya sala ya Idi. Baada ya sala ya Idi tu ndio wakati unaanza wa kuchinja mnyama huyo wa udhiya, lakini bora zaidi ni baada ya khutba. Baada ya kumalizika khutbatul Eid, hapo ni wakati muwafaka wa kuchinja mnyama wa udhiya. Ama kabla ya wakati huo, kabla ya sala ya Eid, imeelezewa kwa hadithi ya Mtume sallam kwamba anayechinja kabla ya sala ya Eid, mnyama wake huyo haitwi udhiya, ni nyama tu, ni mbuzi au ni mnyama wa nyama, atakula yeye na anayemtaka, lakini haitwi mnyama wa ibada, haitwi mnyama wa udhiya. Hadithi ya Mtume sallam katika Bukhari na Muslim, قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أو فليذبح شاة مكانها. mwenye kuchinja mnyama kabla ya sala Idi, basi achinje mbuzi mwingine mahali pake. wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillah, na ambaye hajachinja na achinje kwa jina la Allah baada ya sala ya Idi na baada ya khutba ya Idi. Pia tukaelezea kwamba yajuzu mtu anatakiwa sunna achinje mwenyewe. Kama mtu anaweza kuchinja, achinje mwenyewe, lakini pia sio vibaya kumwakilisha mtu mwingine kumchinjia. Kadhalika tumeelezea kwamba yajuzu wanawake nao wachinje. Yajuzu wanawake kuchinja. Si kwamba haifai mwanamke kuchinja katika Uislamu, la, inafaa mwanamke kuchinja, kwa athari hii ya Abu Musa al-Ash'ari kwamba aliwaamrisha banati zake wachinje wenyewe kwa mikono yao. Leo tunaelezea sifatu adh-dhabhi, sifa ya kuchinja mnyama. Qala wa tamamu dhalika biqat'i arba'ati ashya, ukamilifu wa hilo wa kuchinja ni kukata vitu vinne. Kwa yule mnyama kukatwa vitu vinne. Kwanza alhulqum, kukatwa hulqum. Hulqum ni hapa kwenye koo hapa, ambapo ni huu uwazi wa hewa hii inaingia ndani hapa kwenye koo, ndio hulqum. Kwa ikatwe hiyo hulqum. Pili almariu, pia ikatwe mari, mshipa ule wa mari ambao ndio mshipa wa mapitio ya chakula. Alafu alwadajan, pia ikatwe mshipa huo alwadajan, ambao huu ni mule mshipa unaofura wakati mtu anapokasirika. Mshipa ule unafura, huo pia unakatwa kwa mnyama wakati wa kuchinjwa. Kwa hiyo ukamilifu wa kuchinja ni kukatwa mnyama vitu hivyo vitatu: alhulqum, koo yake, na almari, ambapo ni mapitio ya pumzi. Halafu alwadajan, almari ndio hiyo hulqum. Alhulqum ni mapitio ya pumzi, walmariu ni mapitio ya chakula, walwadajan ni ile mishipa inayofura wakati mtu akikasirika. Hiyo pia inakatwa kwa mnyama. Yahrumu ala dhabihi an yaf'ala bidhabiha ma yu'limuha qabla zuhuqi nafsiha, ni haramu kwa mchinjaji kumfanyia yule mchinjwa, yule mnyama anayemchinja, jambo ambalo litamuumiza kabla ya kutoka nafsi yake. Ni haramu kwa mchinjaji kumfanyia yule mchinjwa, yule mnyama anayechinjwa, kumfanyia jambo ambalo litamuumiza na kumtia machungu kabla ya kutoa roho yake. Mithla an yaksira unuqaha, mfano wa kuvunja shingo yake kabla hajamchinja. Akimvunja shingo ni haramu. Au yabda bisalkhiha, au kuanza kumchuna ngozi kabla hajamchinja. Au qat'i shay'in min a'dha'iha, au kukata sehemu yoyote katika viungo vyake
qabla an takhruja ruhuha min jamii ajzaiha, kabla ya kutoka roho yake katika viungo vyake vyote. Kwa hiyo kufanya hivyo ni haramu, kumchuna kabla roho yake haijatoka, kukata kiungo chake chochote kabla ya roho yake haijatoka, kumvunja shingo kabla roho yake haijatoka. Hiyo ni haramu na ni madhambi mchinjaji akifanya hivyo, lima fi dhalika min ta'dhibi alhayawan, sababu katika hayo kuna kumwadhibu yule mnyama. Wa ala hadha falau shar'a fi salkhiha thumma taharrakat intadhara hatta yatayaqqana mautuha, lau alianza kumchuna kisha akatingishika huyo mbuzi au huyo ng'ombe au ngamia au kondoo, akianza kumchuna kisha akatingishika yule, intadhara hatta yatayaqqana mautuha, atangojea mpaka mpaka yathibitike yale mauti yake, kwamba tayari roho yake imeshatoka. Kwa haya mambo ya haramu: kumvunja shingo kabla roho haijatoka, kumchuna kabla roho haijatoka, kumkata kiungo kabla roho haijatoka. Mchinjaji huyo anapata madhambi, anatakiwa mpaka roho ikishatoka ndio aanze kumvunja shingo au aanze kumchuna au kumkata viungo vyake. Hiyo ilikuwa ni kukamilisha ile darsa ya jana, sifa ya kuchinja mnyama. Al-yawm fi fadli yaumi Arafa wa wadhaifihi, katika kuelezea fadla za siku ya Arafa na kazi zake. Kesho biidhnillahi taala, siku ya Alhamisi, ndio tarehe 9 ya Dhulhijja mwaka huu 1441 min alhijra. Ni kesho siku ya Arafa, mahujaji watakuwa pale katika uwanja wa Arafa. Kwa hiyo kuna fadla kubwa za siku hii ya Arafa na kazi zake zinazofanywa na mambo yanayofanywa katika siku hii. يقول هذا الشيخ حفظه الله: اعلم أن يوم عرفة من الأيام الفاضلة في هذه العشر. jua kwamba siku ya Arafa ni katika siku bora katika kumi hili la mwanzo wa Dhulhijja. Siku ya Arafa ni katika siku bora, liannahu yawmu maghfirati dhunubi watajawuzi anha, sababu hii ni siku ya kusamehewa madhambi. Hii ni siku ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi ya waja wake. Wa yawmu idi li ahli almawqif, na ni siku ya idi kwa watu wale waliosimama pale Arafa. Siku hii ya Arafa ni siku ya idi li ahli almawqif, kwa watu waliosimama pale katika uwanja wa Arafa kule Makka. Wayustahabu siyamuhu li ahli al-amsar, ni sunna kufunga siku hii ya Arafa kwa watu wa miji mingine ambao si wale mahujaji. Ni sunna kufunga siku hii li ahli al-amsar, kwa watu wa miji yote, lakini wasiwe wale mahujaji, kwao si sunna kufunga siku hiyo ya Arafa. Wa huwa yawmu ikmali din wa itmamu ni'mati ala hadhihi al-umma. Siku hii ya Arafa ni siku ya kukamilishwa dini hii ya Uislamu na kukamilishwa neema kwa ummati huu. Siku hii ya Arafa ndiyo siku ilipokamilishwa dini ya Uislamu na zilipokamilishwa neema za ummati huu. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi, ummati Muhammad hawahitaji dini nyingine isiyokuwa hii ya Uislamu. ولهذا جعله الله تعالى خاتمة الأديان. kwa hiyo ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia dini hii ya Uislamu ndiyo dini ya mwisho, ndiyo dini ya haki. La yuqbalu min ahadin dinun siwahu, haikubaliwi dini nyingine kwa yoyote isipokuwa dini hii. La yuqbalu min ahadin dinun siwahu, haikubaliwi kwa yoyote dini nyingine isipokuwa dini hii ya Uislamu. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. حديث في البخاري ومسلم. imepokewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ni kwamba mtu mmoja katika Mayahudi
mtu mmoja katika Mayahudi, qala, alimwambia Amir al-Mu'minin Umar, ya Amir al-Mu'minin, ewe amiri wa waumini, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, kuna aya katika kitabu chenu mnaisoma, law alaina ma'shara al-yahudi nazalat latakhadhna dhalika al-yawma 'ida, law ingeshuka kwetu aya hii nyinyi ni sisi Mayahudi tungeifanya siku hiyo kuwa ni Idi. Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'shara al-yahudi nazalat latakhadhna dhalika al-yawma 'ida. Myahudi anamwambia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kuna aya katika kitabu chenu mnaisoma, lau ingeshuka kwetu sisi Mayahudi tungeifanya siku hiyo, iliposhuka aya hiyo tungeifanya ni Idi. Qala ayu aya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anamwambia, aya gani? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya yenyewe ni hii aya 3 ya suratul Maida. Allah aliposema hivyo kwamba leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekukamilishieni neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeuridhia Uislamu kwenu kuwa ndiyo dini ya haki. Qala Umar akamwambia, arafna dhalika al-yawma wal makana alladhi nazalat fihi ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa qa'imun bi'arafata yawm al-jum'ah. Tunaijua siku hiyo na mahali iliposhuka siku hiyo, tunajua ilishuka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na hali yeye ni mwenye kusimama pale Arafa siku ya Ijumaa iliposhuka aya hiyo. Kwa Umar akamwambia, sisi hatukughafilika na aya hiyo. Aya hiyo imeshuka siku ya Ijumaa pale Arafa Mtume alipokuwa anawahutubia Waislamu. وهذا الرجل الذي سأل عمر رضي الله عنه هو كعب الأحبار. mtu huyo aliyemuuliza Umar radhiyallahu anhu ni Ka'b al-Ahbar kama jaa fi riwayat at-Tabari, kama ilivyokuja katika riwaya ya Tabari. Wa fiha aidan nazalat fi yawm al-jum'ah wa yawm Arafa. nazalat fi yawm al-jum'ah wa yawm Arafa, ilishuka siku ya Ijumaa na siku ya Arafa. Wakilahuma bihamdillahi lana Eid, na kila moja katika hizo mbili kwa hamdi za Allah kwetu ni Idi. nazalat fi yawm al-jum'ah wa yawm Arafa, aya hiyo ilishuka siku ya Ijumaa na siku ya Arafa. Wakilahuma bihamdillahi lana Eid, na zote hizo mbili kwa hamdi za Allah kwetu ni Idi. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema hakuna siku yoyote ambapo ni sana Allah subhanahu wa ta'ala kuwaacha waja wake na moto kuliko siku ya Arafa. Ma min yawmin aktharu min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafa. Hakuna siku yoyote ambapo Allah anawaacha sana huru waja wake na moto kuliko siku hii ya Arafa. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawakurubia waja wake kisha anajifakharisha na wao kwa malaika. Fayaqulu ma arada haula, anasema hao wanataka nini? Hawa waliokuja hapa uwanja wa Arafa wanataka nini? Hawa wanataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-Nawawi hadha al-hadith ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة وهو كذلك. hadithi hii inaonyesha wazi wazi fadhila za siku hii ya Arafa, na ndiyo hivyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anashuka na kusema hivyo, ma arada haula, anawaambia malaika wake ma arada haulai, hao waliofika hapa Arafa wanataka nini? Kwa hiyo hadithi hii ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة وهو كذلك. وقال ابن عبد البر هذا يدل على أنهم مغفور لهم. hii hadithi hii inafahamisha kwamba wao ni wenye kusamehewa, wale waliofika pale Arafa ni wenye kusamehewa madhambi yao. Liannahu la yubahi bi ahli al-khataya
illa ba'da at-taubati wal ghufran, sababu Allah hawezi kujifakharisha na watu wenye madhambi isipokuwa baada ya kutubia na kusamehewa madhambi hayo. Ndio maana Allah anajifakharisha kwao kwa malaika wake. Wallahu a'lam. Maneno ya Ibn Abdul Barri al-Faqih al-Maliki rahimahullahu ta'ala. فعلى المسلم أن يحرص أو أن يحرص على العمل الصالح في هذا اليوم العظيم. نجو يا مسلم kufanya pupa kufanya amali njema katika siku hii tukufu, siku ya Arafa. Min dhikrin, kuleta dhikri, wa du'ain, na kumuomba Allah, wa qira'ah, na kusoma Qur'an, wa salatin, na kusali, wa sadaqatin, na kutoa sadaka, la'allahu an yahdha min Allah ta'ala bil maghfirah wal 'itq min an-nar. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamtunuku msamaha na kumwacha huru na moto. Faqad dhakara Ibn Rajab al-Hanbali anna al-'itq min an-nar 'amun li jami'il muslimin. Ibn Rajab al-Hanbali ametaja kwamba hii kuachwa huru na moto hii inawaenea waislamu wote, hata wale ambao hawako pale katika uwanja wa Arafa. Faqad dhakara Ibn Rajab al-Hanbali anna al-'itq min an-nar 'amun li jami'il muslimin. Ibn Rajab al-Hanbali anasema hii kuachwa huru na moto siku hiyo ya Arafa inawaenea waislamu wote. Wa 'ala al-muslim an yahrisa ala siyami yawmi Arafa, ni juu ya muislamu kufanya pupa kuifunga siku hii ya Arafa. Faqad khassahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bimazidi inaya, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam ameihusu siku hii kwa kuipatiliza zaidi. Haithu khassahu min baini ayami al-ashr, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ameihusu siku hii ya Arafa baina ya siku hizi 10 za Dhulhijja. Wa bayyana ma rutiba ala siyamihi min al-fadl al-azim, akabainisha Mtume akaweka wazi yale yaliyopangwa kwa kuifunga siku hii. Fadhila kubwa zinapatikana kwa kufunga siku hii ya Arafa. فقد ورد عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. imekuja kutokana na Abu Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu ni kwamba Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusu saumu ya siku ya Arafa. Faqal yukaffiru as-sanata al-madiyah was-sanata al-qabila, saumu ya siku ya Arafa hufuta madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka ujao. Yukaffiru as-sanata al-madiyah was-sanata al-qabila, saumu ya siku hii ya Arafa hufuta madhambi ya mwaka uliopita, lakini pia hufuta madhambi ya mwaka ujao. Kwa ni siku adhim ambapo ni kesho siku ya Alhamisi ndiyo siku ya Arafa. Wa hadha inma yustahabbu li ghairi al-hajj, na hii sunna hii ya kufunga siku ya Arafa ni sunna kwa asiyekuwa mwenye kuhiji. Asiyekuwa mwenye kuhiji ndio ni sunna afunge siku hii ya Arafa. Wa amma al-hajju fala yusannu lahu siyamu hadha al-yawm, ama mwenye kuhiji yeye si sunna kwake kufunga siku hii ya Arafa. Wa fitruhu afdalu, na kufungua kwake siku hii haj ni bora zaidi. Taasiyan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad taraka sawma, kwani yeye aliwacha kufunga siku hiyo kwa sababu alikuwa pale katika uwanja wa Arafa, ni haji. Kwa hiyo kila ambaye atakuwa katika uwanja wa Arafa kesho siku ya Arafa, si sunna kwake kufunga siku hii. Sunna kufunga wale ambao hawako katika uwanja wa Arafa, sio mahujaji. Waalaikum salam. فعن الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة. يمكن الفضل بنت الحارث لكم كنا watu waliختلفiana mbele zake siku ya Arafa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum huwa sa'im, wakasema baadhi yao kwamba yeye Mtume alikuwa ni saim siku hiyo, ani mwenye saumu. Waqala ba'dhum laysa bisaim,
baadhi yao wakasema katika masahaba, la, mtume hakuwa ni saim, hakuwa ni mwenye saumu siku ile ya Arafa. Faarsaltu ilayhi biqadahin min labanin, anasema Ummul Fadl, nikampelekea glasi ya maziwa, wa huwa waqifun ala ba'irihi bi'arafa, na hali mtume ni mwenye kusimama juu ya mnyama wake, ngamia wake kule Arafa. Fasharibahu, akanywa maziwa hayo, kuthibitisha kwamba haijuzu kwa aliye Arafa kufunga siku hiyo. Walianna almuftira aqwa ala ad-du'a min as-sa'im, na kwa sababu mwenye kufungua ambaye hakufunga siku ile katika mahujaji ana nguvu zaidi za kuleta dua kuliko aliyefunga, la siyama fi shiddati al-harri, hasa katika joto kali. Katika joto kali, kama mtu anasaumu anakuwa ni mzito kufanya ibada ya dua, lakini akiwa hakufunga anakuwa ni mwepesi na ana nguvu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na pale mahujaji wanajikurubisha kwa Allah zaidi kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. والدعاء يكون آخر النهار بعد الزوال, na dua inakuwa mwisho wa mchana baada ya jua kupenduka. Pale ndio wakati muwafaka wa mahujaji kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa waqtun yaqillu fihi juhudu as-saimi wa nashatuhu, na huu ni wakati ambao inapungua juhudi za mwenye kufunga na uchangamfu wake unapungua baada zawal. Lakini kama hakufunga anakuwa na nashata, anakuwa na nguvu. Ndio hikma ya wale mahujaji kutofunga saumu ya Arafa, siku hiyo ya Arafa, ili wawe na nguvu za kufanya dua na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara pale Arafa. وعن عكرمة قال دخلت على أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات. Yopokana Ikrima asema niliingia kwa Abu Huraira nyumbani kwake nikamuuliza kuhusu saumu ya siku ya Arafa kwa pale Arafat, kwa walio pale Arafat. Faqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafa bi'Arafat, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amekataza saumu ya siku ya Arafa pale Arafat, kwa walio pale Arafa mtume amekataza kufunga kwao. Kwa hiyo hii ni siku adhim, lakini saumu ni kwa wasiokuwa mahujaji ndio wanafunga siku ya Arafa, ama mahujaji wao sio sunna kufunga siku hii ya Arafa. Kwa hii ni siku ya Idi, kwa wale mahujaji wao sio sunna kufunga siku hii. وللدعاء يوم عرفة أو وللدعاء يوم عرفة مزية على غيره, na dua siku hii ya Arafa ina daraja kubwa kuliko siku nyingine. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala khairu ad-du'a du'a yawm Arafa, bora ya dua ni dua ya siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. hii ndio dua adhim ya siku ile ya Arafa. Mtume anasema khairu du'a yawm Arafa, bora ya dua ni dua ya siku hii ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na bora ya dua niliyoisema mimi na mitume waliokuwa kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ndio dua na ndio dhikri ya kukithirisha, ambapo ni sunna kukithirisha kuisema hii siku hiyo ya Arafa. Qala ibn Abd al-Barr wa fihi min al-fiqh anna du'a yawm Arafa afdalu min ghairihi, ndani yake katika fiqh ni kwamba dua ya siku ya Arafa ni bora zaidi kuliko dua nyingine au siku nyingine. وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره, na pia katika hadithi hiyo kuna dalili ya fadla siku ya Arafa kuliko siku nyingine, fadla ya siku ya Arafa na ubora siku hii kuliko siku nyingine. وفي فضل يوم عرفة دليل أن للأيام بعضها فضلا على بعض, na katika kuelezea fadhila siku hii ya Arafa ni dalili ya kwamba siku nazo
baadhi yake zina fadhila kuliko baadhi nyingine. Hizi siku nazo baadhi yake zina fadhila kuliko siku nyingine. Siku pia baadhi yake ni bora kuliko siku nyingine. Illa anna dhalika la yudraku illa bitawqif, isipokuwa hilo halidirikiwi, halifahamiwi, halijulikani isipokuwa kwa tawqif, limeshawekwa. Walladhi adrakna min dhalika bitawqif sahih fadlu yawmi aljum'ah wa yawmi ashura wa yawmi arafa. Tulilodiriki katika hiyo kwa tawqif iliyo sahihi ni kwamba ni fadhila za siku ya Ijumaa kuliko siku nyingine, siku ya Ashura na siku hii ya Arafa. Wajaa fil ithnain wa yawm alkhamis ma jaa, imekuja pia hadithi katika kuelezea siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Walaysa shay'un min hadha yudraku biqiyasin wala fihi linnadhari madkhalun, hakuna chochote katika hii inayodirikiwa kwa kiasi, wala maoni pia hayana nafasi yoyote katika kutia maoni katika masala haya. Kwa haya masala ya kufadhilisha na kufanya bora siku kuliko siku nyingine ni masala ya tawqif, yameshawekwa, huwezi ukatia akili yako na maoni yako. وفي الحديث أيضا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب. Pia katika hadithi hiyo ni dalili ya kwamba dua ya siku ya Arafa ni yenye kukubaliwa mara nyingi. Wafihi aidan anna afdhala dhikri la ilaha illa Allah. Pia katika hadithi hii ni kwamba bora ya dhikri ni la ilaha illa Allah. Afdalu dhikri la ilaha illa Allah, hii ni bora ya dhikri kuliko adhkari nyingine. Idhan siku ya Arafa ni siku bora kuliko siku hizi nyingine, na dua ambayo ni muafaka kusemwa siku hiyo na dhikri inayosemwa siku hiyo ya Arafa ni hii aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam: khairu duai duau yaumi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. فليحرص المسلم المقيم على الدعاء في هذا اليوم العظيم. afanye pupa muislamu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala siku hii adhim, iqtinaman lifadlihi, kwa ajili ya kupata fursa za fadhila za siku hii, wa rajaan lilijabati walqabul, na kutarajia kukubaliwa dua zake. Waliyad'u linafsihi wa walidayhi wa ahlihi walilislami walmuslimin, na mtu aiombee nafsi yake na wazazi wake na ahli zake, mke wake na watoto wake, na pia na Uislamu na Waislamu wote. Wa idha sama hadha alyawma wa daa inda aliftari fama aqraba alijaba wama ahara alqabul. Mtu akifunga siku hii ya Arafa na akimuomba Allah wakati wa kufungua, basi wakati huo ni karibu zaidi kukubaliwa dua yake, na ni hakika zaidi kukubaliwa hiyo dua aliyoiomba. Fa inna duaa as-saimi mustajab, kwani dua ya mwenye kufunga ni yenye kukubaliwa. وعلى المسلم أن يكثر من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق, na pia ni juu ya muislamu kukithirisha shahada ya tauhid kwa kumtakasia Allah azza wa jalla na ukweli. Fa innaha aslu dini alislam alladhi ikhtarahu Allah lihadhihi al-umma, kwani shahada hiyo ya tauhid ndiyo asli na ndiyo msingi wa dini ya Uislamu ambayo Allah ameikhitari kwa ummati huu. Wa akmaluhu fi hadha al-yawm al-azim, na ndiyo kamilifu yake katika siku hii adhim, siku hii tukufu, siku ya Arafa. la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qala hadha was-sahihu, hadha yafhamuni haya, was-sahihu min aqwali ahli al-ilmi أن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة بالنسبة لأهل الأمصار إلى آخر أيام التشريق. قول صحيح katika kauli za ahlul ilmi ni kwamba takbira zitaanza kutoka alfajiri ya siku ya Arafa kulingana na watu wa miji mingine, ila akhiri ayami tashriq,
mpaka mwisho wa siku za tashriq. Hizi ni takbir zile muqayyad zinazosemwa baada ya sala za faradhi, zinaanzia kesho siku ya Arafa baada tu ya sala alfajiri, na zinaendelea mpaka mwisho wa siku za tashriki tatu baada ya siku ya Idi, siku tatu baada ya hapo asri ya siku ile ya mwisho ya tashriq, ndipo mwisho wa hizo takbir muqayyad zilizokaidiwa kwa sala tano. ويجزئ من التكبير مرة واحدة, inatosheleza katika takbira mara moja tu. Wa inzada, akizidisha zaidi ya mara moja fala basa, si vibaya. Wa inkararahu thalathan fahasan, akikariri hiyo takbira mara tatu ni vizuri. Walam yadulla dalilun fi mahalli at-takbir, haikufahamisha dalili yoyote katika mahali pa takbira. Walladhi yufahamu min kalami ahli alilmi annahu yakunu ba'da salam, lakini kauli inofahamiwa kwa katika maneno ya ahli alilmi ni kwamba takbira zinakuwa baada ya salamu, bimaana annahu yuqaddimu ala dhikri al'am adbar as-salawat, anatanguliza mtu takbira kuliko zile adhkari am ambazo zinaletwa baada ya sala tano. Kwa hiyo zinatakuliza takbira hizi zaidi kabla mtu hajasema zile adhkar za baada salawati almafruḍa, anatanguliza takbira hizi. Wasifatu takbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Na imekuja pia mara tatu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Hii ndiyo sifa ya takbiri iliyokuja katika sunna, na kuna lafzi jingine pia limekuja katika sunna, lakini hili ndilo aliloleta muallif hapa. Kwa hiyo takbira hizi zinaletwa baada salam na kabla ya zile adhkar zinazoletwa baada as-salawati al-mafruḍa. Kwa hiyo wa'ala al-muslimi an yahrisa ala at-takbiri fi yawm al-Eid wa ayyam at-tashriq, ni juu ya muislamu kufanya pupa kuleta hizi takbira siku ile ya Eid na zile siku za tashriki tatu. Wa yahdhara min al-ghafla, atahadhari na kughafilika. Wakadha nisau yukabbirna fi buyutihinna, vile vile wanawake wanaleta takbira katika nyumba zao bila kuinua sauti zao. Wa fil masjidi, na msikitini wanaleta idha hadharna aljamaa, wakihudhuria jamaa. Lakin tukhfidhu almar'atu sautaha, lakini mwanamke anainamisha sauti yake hii takbira. Wanaume ndio wanatakiwa wainue sauti zao, lakini wanawake wasiinue sauti zao. Qala al-Bukhari wa kanat Maimuna tukabbiru yawm an-nahr, alikuwa Maimuna ummul mu'minin alikuwa akileta takbira siku ya Eid. Wa kana an-nisaa yukabbirna khalfa Aban ibn Uthman, wanawake walikuwa wakileta takbira nyuma ya Aban ibn Uthman. Wa Umar ibn Abdul Aziz, wa Umar ibn Abdul Aziz layali at-tashriq, pia nyuma ya Umar ibn Abdul Aziz katika zile siku za tashriq. Ma'a rijali, wakileta takbira pamoja na wanaume. Fil masjidi, katika msikiti, lakini wanawake wanainamisha sauti zao. Sauti zao hazitakiwi kuwa juu, wanatakiwa waseme hizi takbira kwa sauti za chini zisisikike na wanaume. Kwa leo tutaishia hapa, tutakuja kumalizia kesho fadhila za siku ya Eid na yanayofanywa katika siku za Eid. Kesho tutakuja kumalizia darasa hiyo, ambapo kesho ni siku ya Arafa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe siku hizo bora. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie dua zetu kila tunavyomuomba katika dua za khairi. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.